Ukisikia maajabu katika soka ni kwamba maajabu kweli yapo kila siku. Bana, ni masuala ya kiuchawi yanayoendelea kujitokeza katika mpira wa football hususan hapa nchini Tanzania, ambapo yanayojiri ni ya kusikitisha, ya kustajabisha, lakini bana yote hayo ni masuala ya mpira kuweza kutafuta ushindi. Ni yapi nazungumzia? Zidi kuwa nami, na hii ni Baigeza TV. Karibu sana mwana michezo, kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kutana na mimi hapa au kusikia sauti yangu siku ya leo, nikuombe usiruke bila kusubscribe, kulike, kushare na kucomment juu ya taarifa zetu ambazo tunazoziweka hapa. Wakati mashindano ya CRDB Federation Cup yakiwa yanaendelea, ikiwa ni hatua ya nusu finali, jana mchezo wa Young Africans dhidi ya JKT, ambapo walikuwa wanasaka nani anaweza kaingia katika finali, ambapo Yanga aliibuka na ushindi wa magoli mawili dhidi ya 0 kwa upande wa JKT, na goli la kwanza akiingia kambani Prince Melo Dube, na goli la pili kabisa dakika za mwishoni akaingia Mdathiri Yahaya na kuweza kupatia Young Africans ushindi wa mabao hayo mawili. Sasa tukio kubwa ambalo tunalizungumzia hapa ni kuhusiana na tukio lililotokea la uchawi, kuonekana kufanya uchawi katika mchezo huo kabla kabisa haujaanza. Nadhani katika marudio ya picha mjongeo zilizokuwa zikisambaa katika mitandao ya kijamii, tumeshuhudia kipa wa JKT na mchezaji mmoja ambaye jina lake hatuwezi kuitaja kwa naamini wewe mwanamchezo utakuwa unamfahamu kabisa. Walionekana kama vile wanafunga kiatu, lakini mchezaji aliyekuwa akifunga kamba kipa katika sehemu ya penalty akaonekana kuna kitu anakichimbia ndani pale kwenye nafasi ya kupigia mpira wa penalty. Watu wakanajiuliza ni kitu gani ambacho kipo hapa. Swali kawa ni mengi sana, ambapo sasa picha zikasambaa mtandaoni, ndipo walipoenda kufukua pale mchezaji mmoja wa Young Africans akaenda kachimbua pale na kutoa kitu cheusi ambacho kinafanana kama kidole, na kikawa kinaleta maswali mengi. Imekuwa kuwaje? Kwa nini mpira wetu unakuwa hivi? Na Young Africans baada ya kufanya hivyo tu walianza kupata mabao. Hapo kabla hajatoa hicho kitu walifanya attempt nyingi sana, takriban pata goli mpaka pale walipotoa kile kitu pale kilichochimbiwa, ndio wakaanza kupata nafasi za magoli. Kitu cha kusikitisha kilichojiri katika mchezo wa jana wa Young Africans dhidi ya JKT. Sasa watu wanajiuliza, hata mchezo uliopita katika ligi kuu Tanzania bara Young Africans alipodhibitiwa kabisa vizuri na JKT kaweza kupoteza, sema kwamba watakuwa walitumia uchawi. Amini kwamba uchawi upo, lakini vile vile unawezekana usiamini, kwa sababu hatukulazimishi uweze kuamini vitu kama hivi, lakini tuliona kabisa kwa macho yetu kwamba kilichojiri pale ni kitu gani. Bana, hizi ndizo taarifa ambazo zipo, pengine tusubiri mamlaka husika zitasemaje kuhusiana na hili jambo ambalo limetokea katika uwanja ule wa Mkwakwani pale Tanga, ambapo Young Africans ameibuka na ushindi na akimsubiria sasa nani ataibuka mshindi wa kuja kuungana naye katika nafasi ya finali. Andrew Nehemia, na hii ni Baigeza TV. Usahau kusubscribe, kulike, share na kucomment.